ya utumishi ni kazi muhimu sana, na madhehebu haya ya dini yana mchango mkubwa sana katika ustawi wa jamii ya wananchi wa Tanzania. Mnafanya huduma nzuri kwenye sekta za elimu, kwenye sekta za afya, lakini na kutupatanisha sisi wananchi kwa wananchi, lakini na huduma upatanisho mnayoifanya wananchi na Mungu. Kwa hiyo madhehebu ya dini yote yana mchango mkubwa sana katika kudumisha ustawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia huduma zenu mbalimbali ambazo mnazitoa. Mna mchango mkubwa sana hata katika usalama wa taifa hili, kwa sababu tunapokuja ndani ya hizi nyumba za ibada kwa madhehebu yetu mbalimbali, tunapata kujifunza mapenzi ya Mungu, kwamba tuishi kwa namna ambayo tunapaswa kupendana sisi kwa sisi, tusameheane maovu yetu. Mungu anatufundisha tuishije. Mungu naye ana katiba yake, na katiba yake ina ibara mbili. Maana kila Mungu anapokuwepo lazima kuwepo utawala wa sheria. Kule mbinguni kuna utawala wa sheria na hata hapa duniani aliweka utawala wa sheria, na akaweka hiyo katiba yake. Katiba yake ikiwa na ibara mbili. Ibara ya kwanza ikielekeza tumpende yeye kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote, na kwa nguvu zetu zote. Ibara ya pili ikituelekeza tuwapende jirani zetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Katika hiyo katiba zinatungwa sheria 10 ambazo tumezoea kuziita amri 10. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura 20 zimeandikwa hizo sheria 10. Na baadaye kuna kanuni unaziona kitabu cha Kutoka sura 21 hadi ya 23. Na hizi katiba na sheria na kanuni ndizo ambazo waamuzi walizitumia kufanya maamuzi mbalimbali, na kwa hiyo zikaonekana hukumu. Ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati na vitabu vingine, unaona si sheria tu, lakini pia kuna hukumu za Mwenyezi Mungu. Na katika mazingira kama hayo, na hata sisi katika mataifa ya binadamu sasa tuna utaratibu huo. Kwa tunayo katiba ya nchi, lakini ziko sheria mbalimbali zinazotungwa na zikizingatia hiyo katiba. Sasa haya madhehebu ya dini yanatambuliwa katika ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haki zao za kufanya ibada na kutangaza dini. Kwa namna ambayo chini ya sheria zinazoweka taratibu ambazo zitadumisha usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Kwa ni washukuru sana viongozi wa kanisa na viongozi na sisi waumini wote kuendelea kulitambua hili na kulidumisha kwa ufanisi ipasavyo. Na ninyi kwa hili mnalofanya, Mungu ataendelea kuwabariki sana, kwa sababu pia mnafanya kazi ya upatanisho kwa ajili yetu sisi wenyewe wanajamii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu na jirani yake, lakini pia sisi sasa waumini wa madhehebu yote na Mungu. Na hiyo ndio dini, kwa sababu dini ni mwongozo wa Mungu ambao unatuelekeza namna tutakavyohusiana naye Mungu katika upendo, na namna tutakavyohusiana na wanadamu wenzetu katika upendo. Ndio msingi wa ile ibara 2 katika ile katiba ya Mungu, na ndio msingi wa zile sheria 10 zinazozungumzwa ambazo zinagawanyika katika makundi mawili.
moja likiwa kumpenda Mungu na lingine ikiwa ni kumpenda jirani yako. Kwa mimi napopata fursa kama hii, ninapaswa pia niliseme hili kwa sababu lina mchango mkubwa sana katika maisha yetu, na taifa hili limefika hapa kwa sababu ya hiyo. Na tunawashukuru watangulizi wa taifa hili kutuwekea utaratibu huu. Umetufanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuwa wamoja, tukiishi mtu na jirani yake kana kwamba hatuna tofauti. Tofauti zetu za kidini hazijawahi kutufanya tusiwe wamoja. Tusiwe wamoja. Na ndio maana hata unatuona tunakuja tunazungumza. Mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru Watanzania wote kwa kudumisha hii tabia ambayo ni ya umoja, ya kupendana hivi, ya mshikamano, ya ushirikiano, kwa namna ambayo tutadumisha ustawi wa taifa hili. Kwa nawashukuru sana viongozi na waumini wa madhehebu yote ambao wanatenga muda wao kuombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, na ikiwemo na mimi nakuwa humo. Mimi naponea hapo. Lakini wengine wananiombea binafsi, na wako wengi, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Kazi hii si kazi ambayo ni rahisi sana, kazi ya kutoa haki. Nawashukuru viongozi wa kanisa kwa kuendelea kuniombea. Mungu aendelee kuwabariki sana, na kila muumini na kwa dhehebu lake wanaofanya ibada kwa ibada zile za asili, dini za asili, wanaotuombea sisi serikalini na hata mimi binafsi, Mungu awabariki sana. Wale wanaofanya ibada kwa hizi dini hizi za sasa hizi za kwetu hizi za Ukristo, za Uislamu na madhehebu mengine, ili mradi sisi wote tunamuomba Mungu aliyeumba mbingu na nchi na dunia ambaye tukimjua yeye ndo tunapata uzima wa milele. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa huduma yenu hii. Mnatufanya kuendelea kuwa na akili nzuri ili tuweze kuifanya kazi hii ya utumishi kwa namna ambayo itachangia sana kuleta ustawi wa taifa hili. Sasa baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niseme tu kwamba leo tuna shughuli mahususi kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la katikati ya Tanzania Central Tanzania Field. Mafungu tuliyoyasoma yanaweka kanuni, namna ya kanuni zinazopaswa kutuongoza tunapokuwa na shughuli za aina hii. Mafungu yale yalikuwa ni mahususi wakati ambapo Mfalme Daudi alikuwa amewakusanya watu wake kwa ajili ya kukusanya fedha kujenga nyumba ya ibada, nyumba ya sala. Na wote tunafahamu kwamba nyumba ya sala ndio lango la mbinguni. Na tunachokiona zile kanuni zilizoko pale mkizisoma, sitazirejea zote. Kwanza walianza na kudhamiria kuiwa kuijenga ile nyumba ya sala. Yaani ukitaka kufanya kitu kwanza lazima uiwe. Hasa kwa Kiswahili kuiwa, kwa Kiingereza kuiwa ni nini? Uiwe. Kutaka kuona kitu fulani kinafanyika. Na alipoona kwamba kulikuwa na umuhimu wa kujenga hiyo nyumba ya sala, akaanza kuweka akiba kwa ajili yake. Alafu ile akiba akaenda akaitoa akiwa amewashirikisha na viongozi wengine wa mbali ya makabila yale wa Israeli. Na wakaenda wakatoa. Na wakatoa kwa hiari. Na kwa sababu alitoa kwa hiari